Ndugu zangu waandishi wa habari za mchana. Kwanza niwashukuruni kwa kufika hapa makao makuu ya chama chetu, pamoja na kwamba tuliwapa taarifa ya muda mfupi, lakini tunawashukuru sana kwa kufika. Sasa kwa niaba ya Baraza la Vijana wa Chadema Taifa BAVICHA, tumewaita, tuna jambo moja mahususi, tuna jambo moja pekee ambalo tulitamani kulizungumza ili liwafikie vijana na Watanzania kwa ujumla. Kama ambavyo mnafahamu na mmeona kwenye mitandao ya kijamii, tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu, mwaka wa 2026, tulitoa taarifa na kulikuwa kuna taarifa mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na tukio ambalo tunaweza tukaliita iwe ni kutekwa, iwe ni kuchukuliwa kwa nguvu kwa mwenyekiti wetu wa CHASO, kwa maana ya Chadema Student Organization, chuo kikuu cha St. Augustine University of Tanzania, kwa maana ya Sauti, kule Mwanza. Sasa tulitoa taarifa hiyo kwa sababu hakukuwa na taarifa rasmi za kwamba waliokwenda kumchukua hasa walikuwa ni wakina nani. Sasa Silence Joseph Mwakasala, pamoja na kwamba ni mwenyekiti wa CHASO, chuo kikuu cha Sauti Mwanza, lakini pia yeye ni mwanafunzi wa kitivo cha sheria pale Sauti mwaka wa 4 kwa sasa, lakini pia kama ambavyo imekuwa ni kawaida kwetu sisi vijana wa Chadema, amekuwa anajishughulisha na biashara ndogo ndogo na stationery pale kwenye mtaa unaitwa Nyamalango, nje kidogo tu ya chuo kikuu cha Sauti, stationery ambayo inajihusisha na kutoa fotokopi nyaraka mbalimbali na kuuza vitabu na kadhalika. Sasa jana, mara baada ya tukio hilo la yeye kuchukuliwa na watu ambao tulikuwa hatufahamu ni wakina nani, jana tumepokea taarifa kutoka kwa kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, kwa maana ya Deputy Commissioner of Police, naibu kamishna wa polisi Wilbrod Mtafungwa, jana tarehe 11 mwezi huu wa 6 ametoa taarifa kwa umma akisema kwamba walimkamata Silence Joseph Mwakasala kwa tuhuma za kukopesha fedha kinyume cha sheria, kukopesha watu fedha kinyume cha sheria. Sasa sisi BAVICHA, kwanza kuhusiana na jambo hili tunaomba kusema mambo yafuatayo. Kwanza, tumeshangazwa na taarifa hizi za kamanda Mtafungwa, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, kwa sababu kusema kwamba tuhuma zake zinazomkabili ni kukopesha fedha kinyume cha sheria. Ile juzi tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu 2026 walipomkamata, na kwa taarifa ambazo tumezipokea sasa kwa mawakili, kwa viongozi wa chama, watu waliofika pale kituo cha polisi Central baada ya kujua kwamba yuko Central siku ya jana, taarifa tulizozipata ni kwamba siku walipofika polisi, baada ya kujua sasa jana kwamba waliomkamata ni polisi, walipofika pale walisema kwamba tuhuma alizonazo Mwakasala ni tuhuma za kuhamasisha kitu kinachoitwa maandamano. Na majibu ya Mwakasala wakati wanazungumza mawakili na yeye, amewaambia mawakili wetu kwamba walivyoniambia kwamba najihusisha na kuhamasisha maandamano na najihusisha na kuzalisha vipeperushi na nyaraka mbalimbali za kuhamasisha watu kuandamana. Mwakasala aliwajibu pale pale stationery kwake, na baadaye walipokuwa nyumbani kwake aliwajibu kwamba hayo maandamano mnayosema na yahamasisha, au hivyo vipeperushi vya kuhamasisha maandamano mnavyosema mimi navizalisha, aliwauliza hayo maandamano ni maandamano gani, kwa sababu mimi ni mwenyekiti wa CHASO chuo kikuu cha Sauti, nao viongozi wangu kwa maana ya mwenyekiti wa CHASO mkoa wa Mwanza, mwenyekiti wa BAVICHA mkoa wa Mwanza na uongozi mwingine wa BAVICHA taifa, hakuna kokote sisi tulipotangaza kama wanafunzi wa CHASO kwamba tuna maandamano, lakini pia sijapokea maelekezo mahali kokote kwamba kuna maandamano. Sasa hayo maandamano mnayosema mimi nayaandaa au nayafanya au nazalisha hivyo vipeperushi, ni vipeperushi gani na vya maandamano gani? Wakasema sisi tunahitaji kufanya upekuzi, na wakafanya upekuzi pale kwenye eneo lake la stationery, lakini pia wakamchukua wakaenda nyumbani kwake hapo mtaa wa Nyamalango, pembeni kidogo tu ya stationery yake, wakaenda kufanya upekuzi. Sasa siku nzima ya tarehe 10
viongozi wa BAVICHA kwa maana ya ngazi zote kuanzia taifa tulikuwa tunafanya tunafuatilia, na viongozi wetu mbalimbali walienda kufuatilia kwenye vituo karibia vyote vya polisi mkoa wa Mwanza kuulizia kwamba je, jeshi la polisi linamshikilia mwenyekiti wa Chaso Sauti Silence Joseph Mwakasala. Taarifa tulizokuwa tumezipata kutoka majira ya saa 5 mpaka usiku saa 2, jeshi la polisi walikuwa hawajakiri kwamba wanamshikilia Silence Mwakasala, na ilipofika usiku mwenezi wetu wa BAVICHA taifa pamoja na makamu mwenyekiti wa chama John Heche alimpigia kamanda mkuu wa upelelezi mkoa wa Mwanza RCO, kwa maana ya RCO anaitwa bwana mmoja anaitwa Yesaya. Heche alimpigia simu makamu mwenyekiti wa chama chetu na kumuuliza kwamba kama wanamshikilia au wamemkamata Silence Joseph Mwakasala, na majibu ya RCO yalikuwa ni kwamba ni kweli tunamshikilia kwa sababu mnafanya uzalishaji wa vipeperushi vya maandamano, lakini pia anahamasisha watu kufanya maandamano. Sasa hili limetushangaza kwa sababu jana sasa wakati kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza anazungumza na waandishi wa habari, anasema kosa analo kabiliwa nalo ni kukopesha watu fedha kinyume cha sheria. Na kwenye taifa letu huu umekuwa ni utamaduni wa kawaida sana. Sio jambo la ajabu kwenye taifa letu ukashangaa mtu anakamatwa kwa kosa la wizi wa kuku, lakini akifika polisi utashangaa anahojiwa kwa kosa la ubakaji, lakini kesho kutwa akipelekwa mahakamani sio jambo la ajabu kusikia mtu huyo amefikishwa mahakamani kwa makosa ya mauaji. Sasa mambo kama haya ni mambo ambayo yanaliondolea kabisa jeshi la polisi imani kwa Tanzania, yanaongeza sintofahamu na yanaongeza chuki kwa kiwango kikubwa. Kwa na sisi BAVICHA hatutashangaa, tunaamini kabisa kwamba kesho na kesho kutwa Mwakasala anaweza akafikishwa mahakamani, pamoja na kwamba alikamatwa kwa kosa wanalosema anasambaza vipeperushi vya maandamano, amekamatwa kwa kosa la kuhamasisha maandamano, lakini amefika polisi na afande Mtafungwa anasema kwamba yeye wamemhoji kwa kosa la kukopesha kinyume cha sheria. Hatutashangaa kama Silence atafikishwa mahakamani kwa kosa aidha la utakatishaji fedha au kosa la ubakaji. Sasa mambo kama hayo yanaliondolea hadhi kwa kiwango kikubwa sana jeshi la polisi. Na kitu kingine cha ajabu ambacho tumekishangaa muda huu, ile tarehe 10 juzi, tarehe 10 mwezi wa 6 walipomkamata Silence, walifanya upekuzi kwenye stationari yake, lakini pia walifanya upekuzi nyumbani kwake. Ndio maana jana wakati kamanda Mtafungwa anatoa taarifa kwa umma alisema kwamba wamemkuta na vyeti vya wanafunzi, vyeti vya form 4, matokeo ya form 4, vyeti vya form 6, lakini pia na ATM kadi za watu. Maana yake walifanya upekuzi, na sisi tunazo taarifa kwamba walifanya upekuzi stationary kwake, lakini pia wakaenda nyumbani kwake kufanya upekuzi. Sasa muda huu ninapozungumza na nyewe waandishi wa habari, dakika chache zilizopita mchana huu kule Mwanza, jeshi la polisi pia mkoa wa Mwanza wamerudi tena nyumbani kwa Silence Mwakasala na kufanya upekuzi kwa mara nyingine. Tarehe 10 umemkamata mtuhumiwa, umefanya upekuzi ofisini kwake, umekamata vyeti, umeenda nyumbani umefanya upekuzi, unasema umekamata vyeti, alafu leo tena umerudi kwa mara ya pili. Sasa hizi sio kanuni za upelelezi, na sisi tunajua kwa nini wamefanya hivyo. Kitendo hicho kisheria tunaweza tukakisema ni kama umeutanguliza mbele, halafu farasi yuko nyuma, unategemea kwamba huyo farasi atauvuta mkokoteni kwenda mbele. Huwezi ukafanya upekuzi leo, na wanajua wao kwamba hawajafuata taratibu za kufanya search, wamemsainisha nyaraka za vitu ambavyo wamemsainisha nyaraka za ukamataji wa mali ambazo wao wanajua hawajafuata taratibu zozote, kwa sababu hakuna chochote ambacho ni kidhibiti cha kosa lolote ambalo wamemkamata nacho Silence Mwakasala. Sasa walivyoona hili jambo limekuwa lina kelele nyingi huku duniani, wameona waanze warekebishe upelelezi wao. Sasa haya mambo mengine ya mahakamani tutazungumza baadaye na tutakutana nao mahakamani. Sasa sisi BAVICHA tunaamini nini katika tuhuma hizi zinazomkabili Silence Mwakasala na hichi kitendo cha yeye kwenda kukamatwa na jeshi la polisi? Kwanza sisi tunachokiamini ni kwamba hizi ni tuhuma ambazo zimeandaliwa na vijana wa UVCCM, vijana wa UVCCM chuo kikuu cha Sauti, na vijana wa UVCCM kwa maana ya jumuiya ya vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza, kwa sababu kwa siku za karibuni
vijana wa Chaso wamekuwa wanajenga hoja, na chama chetu kimehuisha kwa kweli siasa za wanafunzi wa vyuo vikuu. Sasa wenzetu bahati mbaya hawajui kwamba hoja huwa inajibiwa na hoja iliyo bora zaidi. Vijana wa CCM ndio waliolipa jeshi la polisi mkoa wa Mwanza hizi zinazoitwa tuhuma, na tuhuma ambazo kwa kweli sisi tunaamini ni tuhuma za uongo, na ni tuhuma za uongo kwa sababu ukisema kwamba anakopesha, hata tukiashumu kama ni kweli anakopesha, sisi tunaamini hayo masuala ya kwamba wao wanasema anakopesha kinyume cha sheria ni mambo ambayo tutaenda kushughulika nayo mahakamani. Lakini hata kama tukijaribu kuamini kwamba ni kweli alikuwa anakopesha, ni lazima tujiulize alikuwa anamkopesha nani? Je, ana mikataba ya kukopesha? Au watu walioenda kukopeshwa na Cyrus wana makubaliano yoyote? Kunao mkataba wa kuthibitisha kweli alikuwa anawakopesha? Na je, kwa nini mkae na huyu kijana masaa 8 bila kumpa haki yake ya msingi, bila kumwambia awape taarifa ndugu zake, awape taarifa mawakili zake, awape taarifa viongozi wengine? Kwa nini mmekaa naye huko gizani? Hatujui mnafanya naye nini. Kwa nini mlipofika pale hamjajitambulisha? Nyinyi ni wakina nani? Mnatokea wapi? Na mpe mtu haki zake za msingi. Sasa ukisema amekopeshwa, hao waliokopeshwa ni wakina nani? Je, wao ndio waliokuja kulalamika polisi kwamba huyu mtu aidha ametuibia vyeti vyetu, anatukopesha mikopo kwa kinyume cha taratibu? Je, hayo yote kwa nini hamjayasema? Na sisi tunafahamu, na nitumie pia fursa hii kuwaelekeza viongozi wa Chaso mkoa wa Mwanza kwamba tunafahamu tuhuma hizi ni tuhuma za kisiasa kwa ajili ya kumrudisha nyuma mwenyekiti wa Chadema Student Organization mkoa wa Mwanza. Sasa tutumie fursa hii kuwaelekeza, na tumeshawaelekeza tayari viongozi wa Chaso mkoa wa Mwanza, lakini viongozi wa Bavicha. Tumefanya utafiti, tunawafahamu kama jambo hili ni kosa. Wanaofanya biashara hiyo ya kukopesha watu fedha wanajulikana. Wanafunzi wa chuo kikuu cha Sauti wanawajua wanaofanya biashara hizi. Sio Silence Mwakasala. Hilo la Mwakasala tutamalizana nalo mahakamani. Tunawaelekeza viongozi wa Chaso mkoa wa Mwanza na viongozi wa Bavicha mkoa wa Mwanza wampelekea RPC, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, majina na watu wanaofanya biashara za jambo hili mkoa wa Mwanza, kama kweli wanaamini jambo hilo ni kosa, kwa sababu wanafahamika na wengi wao ni vijana wa UVCCM ndio wanaofanya hizi biashara. Kwa hiyo wao wanatumia tekniki hii ya kutaka kumnyamazisha mwenyekiti wa Chadema Student Organization mkoa wa Mwanza. Lakini pia kama umekuta vyeti vya wanafunzi viko mahali, kama kweli hivyo vyeti kweli ni vyeti vya wanafunzi, kwa sababu jambo la kuthibitisha kama kweli hivyo vyenyewe vinavyoitwa vyeti walimkuta navyo Mwakasala ni jambo ambalo tutaenda kulithibitisha mahakamani. Lakini pia ili tuamini kweli hivyo vyeti vilikutwa na Mwakasala, isije kawa polisi wao ndio walienda na hivyo vyeti kwa Mwakasala, kwa sababu kama umetuambia kosa lake ni kuhamasisha maandamano, leo unasema anafanya biashara kinyume cha sheria, na hilo kosa la maandamano umeliacha tayari. Maana yake inatujengea mazingira tuamini pengine jeshi la polisi walienda na hivyo vyeti huko kwa Mwakasala na kumwekea na kuvichukua kuonekanika kama wao walivikuta vyeti kwa Mwakasala. Sasa ziko taratibu za kudili na wanafunzi, na nichukue pia fursa hii kumwambia kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, kwa sababu yeye kwanza tu kwa umri ni mzazi. Jambo lolote linalohusiana na wanafunzi na lipo kwenye mazingira ya chuo, kule vioni kuna mtu anaitwa Dean of Students, mshauri wa wanafunzi. Huyu ndo mlezi wa wanafunzi. Kama kuna jambo lolote linahusu wanafunzi, umekuta vyeti vya wanafunzi viko kwa mwanafunzi mwenzao mwingine, kwa akili tu ya kawaida kibinadamu, yani wewe kama mzazi na hawa ni watoto wako vioni, ulikuwa unapaswa kwanza kumshirikisha mshauri wa wanafunzi kujua kwanza, je, hivyo vyeti ambavyo tumemkuta navyo, je, ni vyeti vya wanafunzi wengine kweli wa pale kwenye chuo kikuu cha Sauti, ili ujiridhishe na ujue kama kweli wameenda kukopa. Huwa wanaenda kukopa, ni kweli wameenda kukopa, na wao wanasemaje walioenda kukopa, kwa sababu masuala haya ya kisheria ya kuhusu mtu kukopesha ni mjadala mrefu sana wa kisheria ambao baadaye kama jambo hili litafika mahakamani tutaenda kulijadili. Sio kosa mtu kumkopesha mtu. Huku mtaani kwenye mazingira ya kawaida watu tunakopeshana. Sasa ili liwe kosa linategemeana, aidha umemkopesha mtu kwa riba au hujamkopesha kwa riba, aidha wewe una leseni ya kufanya biashara au hauna hiyo leseni ya kufanya biashara. Na tunafahamu huko mtaani hizi microfinance benki hivi vitaasisi vya kukopesha watu benki viko vingi, na watu wengi wanatoa dhamana, wanaacha vyeti vyao, wanaacha kadi zao za benki. Haya mambo huko mtaani yapo kwa kiwango kikubwa na ni mambo ya kawaida.
Ndio maana sisi wito wetu kila siku kwamba tatizo la msingi linalopaswa kutatuliwa kwenye taifa hili ni umaskini wa watu, ni ugumu wa maisha. Lakini mkijidanganya mkaanza kuhangaika na vitu vidogo vidogo na haya mambo madogo madogo, mtaumiza watu wengi sana huko, kwa sababu sisi tunafahamu na hilo linafahamika. Ukitaka kujua jambo hili ni la kawaida, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza leo itisha paredi, itisha gwaride hapo la askari wako wa polisi. Halafu waambie kila mmoja aje na kadi yake ya benki. Uone kama utawakuta watatu tu ndo wanao, halafu maelfu hawana hizo kadi za benki. Hawana hizo kadi za benki kwa sababu wanazitumia kwenda kukopa. Mshahara wa nafasi za chini kama mtu kama polisi hauwezi kuzidi tarehe 10, tarehe 15. Wanaenda kwenye maduka ya mangi, wanaenda kwenye vioski, wanaenda kwenye wafanyabiashara mbalimbali, wanaacha kadi zao za benki, wanaazimishwa pesa. Sasa mambo kama haya tunapaswa kama taifa kutatua changamoto za msingi. Nenda leo afisa elimu yoyote aitishe gwaride hapo la walimu, awadai kadi zao za benki. Ukute kati ya walimu 20 walimu wangapi wana kadi za benki. Maisha ni magumu, watu wanalipwa mishahara midogo, na hata vioni mambo haya yapo kwa kiwango kikubwa. Ndio maana sisi tumesema viongozi wa Chaso wapelekeni watu halisi wanaofanya biashara hizo huko hapo Sauti na mkoa wa Mwanza. Sasa mambo hayo RPC unaweza ukaa huyafahamu kwa sababu pengine wewe kwa cheo chako unaweza ukawa wewe huendi kwenye duka la mangi ukakopa, kwa sababu wewe ni naibu kamishna wa polisi, cheo chako ni kikubwa, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, lakini mambo haya wanayafanya mpaka askari wako wa kawaida huko mitaani. Kwa hiyo tunashangaa kuona jeshi la polisi linahangaika na haya mambo ambayo kwa kweli tunaweza tukayasema ni mambo madogo na hayapaswi kabisa watu kuhangaika nayo. Sasa msimamo wetu sisi Bavicha ni nini? Bavicha sisi tumeazimia mambo yafuatayo. Kwanza, tutampa uwakilishi wa kisheria kama ambavyo tumeshafanya hivyo. Tutampa uwakilishi wa kisheria, na nitumie fursa hii kwanza kuwashukuru mawakili wetu wote wa chama walioko mkoa wa Mwanza. Toka siku ambayo tumepata taarifa Silence Mwakasala amekamatwa na jeshi la polisi kwa kulifuatilia swala hili la Silence kwenye vituo mbalimbali vya polisi. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwaambia vijana wa Chaso na vijana wa Bavicha kwamba mara zote sisi tutasimama kwenye kosa lolote, kwenye tuhuma yoyote ambayo tunaamini tuhuma hiyo itakuwa ni ya uongo, ya kuturudisha vijana nyuma katika mapambano yetu ya kudai uhuru, haki na demokrasia ya kweli kwenye taifa letu. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwashukuru mawakili wetu walioko kule mkoa wa Mwanza, lakini kipekee pia niwashukuru mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania, kwa maana ya Tanzania Human Rights Defenders Coalition, kwa kumtuma wakili wao ambaye ni advocate Jestel Kadaraja kule Mwanza, ambaye ameshiriki muda wote kuhakikisha anampa uwakilishi wa kisheria mwenyekiti wa Chaso Silence Mwakasala. Kwa hiyo tunawashukuru sana ndugu zetu wa THRDC kwa ushirikiano wao kwa kutoa huo msaada wa kisheria kupitia wakili Jestel Kadaraja, lakini pia